Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado upo nami Adamu Hussein. Waziri wa mambo ya kigeni wa Hungary Peter Szijjarto amelaani uungaji mkono wa Kiev wa watu wa magharibi kupanga kupeleka wanajeshi nchini Ukraine, akionya hatua hiyo inahatarisha kwamba kutakuwa na vita vya moja kwa moja na Warusi. Viongozi wa Uingereza na Ufaransa wamesema mnamo Jumanne kuwa wametia saini tamko la nia ya kupeleka vikosi nchini Ukraine katika tukio la makubaliano ya amani na Moscow, licha ya kukataa kabisa kwa Urusi kuwepo kwa wanajeshi wa magharibi. Vikosi hivi vitaanzisha vitovu vya kijeshi kote Ukraine. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer alisema huko Paris akiwa pamoja na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Volodymyr Zelensky wa Ukraine baada ya mkutano wa kile kinachoitwa muungano wa walio tayari, kundi la wafuasi wa magharibi wa Kiev wanaoshinikiza kuendelea kwa misaada na kukwamisha juhudi za amani. Muungano wa walio tayari ulitoa pendekezo lingine ambalo linasukuma Ulaya karibu na makubaliano ya moja kwa moja na Urusi. Peter Szijjarto aliandika katika ukurasa wake wa X mnamo siku ya Jumatano akisema, kwa kutaka kuanzisha uwepo wa kijeshi nchini Ukraine, nchi za Ulaya magharibi zinaleta hatari ya vita vya moja kwa moja na Urusi. Mwanadiplomasia huyo alisema Budapest itakaa nje ya mpango huo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye ameshirikiana na viongozi wengine wa Ulaya ambapo ni pamoja na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz pamoja na viongozi wengine ikiwa ni pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, waliapa kwamba lazima waonyeshe Urusi wao wana uwezo wa kuweza kumaliza vita hivyo kwa kutumia mtutu wa bunduki ambao ulishindikana ndani ya miaka minne. Huko Paris, muungano walio tayari umetoa pendekezo hilo ambalo linaisukuma Ulaya karibu na makabiliano ya moja kwa moja na Urusi kwa kutaka kuanzisha uwepo wao wa kijeshi nchini Ukraine, ambapo nchi hizo za magharibi zinaweka hatari ya vita. Tunaunga mkono mazungumzo ya amani ikiwa ni pamoja na mazungumzo katika ngazi ya juu kati ya Marekani na Urusi, na tunakataa kwa dhati hatua hii ya hivi punde kuelekea vita, aliongeza Peter Szijjarto. Budapest hata hivyo imepinga mpango huo na imesema kitendo ambacho kinataka kuanzishwa wakati huu na watu wa magharibi kitasababisha vita nchini Ukraine kuwa vya muda mrefu zaidi. Hatukubaliani na mpango huo, anasema Peter Szijjarto, waziri wa mambo ya kigeni. Si Starmer, Macron ama Zelensky waliotoa idadi ya wanajeshi watakaoelekea nchini Ukraine au maeneo na ratiba za kupelekwa kwao. Macron alielezea kikosi hicho kama kikosi cha vita cha uwezekano wa maelfu ya wanajeshi kitakachowekwa mbali ya mstari wa mawasiliano. Zelensky alisema Ukraine imefanya majadiliano makubwa na wapatanishi wa Marekani kuhusu suala hilo. Mjumbe wa Marekani Steve Witkoff hakuthibitisha kutumwa kwa Marekani, lakini alisema wapatanishi wamemaliza kazi ya itifaki za usalama za baadaye za Ukraine. Urusi imetoa onyo kali juu ya mpango huo, ambapo rais wa Urusi mara kwa mara amekuwa akiwaeleza wanajeshi wowote wa kigeni nchini Ukraine ambao wanatajwa kwamba ni walinda amani au vinginevyo watachukuliwa kuwa ni lengo halali, na kwamba Urusi itawashambulia vikali kwa kutumia njia zozote za mashambulizi, na kuongeza kuwa upanuzi wa NATO na kutumwa kwa wanajeshi ni miongoni mwa sababu kuu za mzozo huo, na hivyo viongozi hawa magharibi wanataka kurejelea sababu za Urusi kuanzisha operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyafahamu mengi yanayojiri duniani.